kuja kwa neno la Mungu. Nataka nikuunganishie au nikuunganishie mambo matatu. Kitabu cha Zaburi sura ya 119 mstari wa 11 pamoja na Yohana sura ya 1 mstari wa 1 pamoja na Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Aliposema hivi, wewe Mungu umeliweka neno lako lisije kupotea bure. Na Yohana akasema hivi, hapo mwanzo alikuwepo neno, naye neno kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na Warumi sura ya 10 mstari wa 17 akasema hivi, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Kwa kuwa imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Na Yohana ametuambia ya kwamba neno ni Mungu, maana imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Kusikia huja kwa sababu ya uwepo wa neno. Nataka tukuhakikishie siku ya leo neno la namna hii ya kwamba unaweza kusali miaka mingi, lakini kama hauna neno unaweza usisikie. Unaweza kusali miaka mingi, unaweza kuwa ndani ya kanisa miaka mingi, unaweza kuwa ndani ya kanisa miaka mingi, na Yesu haitishi wewe kusali, na shetani haitishi wewe kuwa muumini, na Yesu haitishi na wala kuzimu haiwezi kuogopa, kwa kuwa wewe unasali miaka mingi, kwa kuwa wewe ni mwimbaji miaka mingi, kwa kuwa wewe ni mapenzi miaka mingi. Lakini kitakachotisha ni fikra zako zitakapoanza kumtambua kinayemsalia ni nani. Imani yako itaanza kutengenezwa wakati akili yako inapoanza kuelewa ya kwamba ninatafuta ibada kwa sababu ya mtu namna gani. Haleluya. Akasema hivi, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kuja kwa neno la Mungu, kwa neno la Mungu. Na Biblia imetuambia hivi, moyoni mwangu nimeweka neno lako nisije nikatenda dhambi. Na saa hiyo hiyo Yohana anathibitisha ya kwamba neno ni Mungu mwenyewe. Maanake neno la Mungu linapoingia ndani yako litatengeneza imani. Uwe na uhakika na jambo utakaloisikia litatengeneza imani ile ile sawa na wapenzi wa Mungu. Haleluya. Maanake hivi, kwa kuwa neno ni Mungu, na kwa kuwa imani chanzo chake ni kusikia neno, na yule neno ni Mungu mwenyewe, uwe na uhakika utakapojaza neno la Mungu ndani yako utasikia kitu kutoka kwa Mungu. Na hata kama hautasikia kitu kutoka kwa Mungu, kwa kuwa uwepo wa Mungu uko pamoja nawe, utaweza kujitofautishia. Wewe uhakika utaweza kuelewa saa ambayo Mungu anakufahamisha, saa ambayo utakuwa ni neno la Mungu linazungumza. Mungu anakufahamisha ya kwamba saa hii mwanangu inabidi jambo litendeke. Kwa hiyo nikupe jukumu la kiroho, nikupe jukumu la kiroho. Wewe ambaye unasali kila kutoka leo, wewe ambao umechukua nafasi yako kuweza kumjua na kumtafuta Mungu, kuweza kutambua kuthamini ibada. Nisikilize, kuthamini ibada ni jambo jingine, kutembea na Yesu ni jambo jingine, lakini kuweza kumjua Mungu unayetembea naye ni jambo jingine. Lazima ufike mazingira ubadilishe mwonekano, lazima ifike mazingira akili ibadilike, imjue yule